Nimekuwa nikiambiwa tena na tena kwamba bro, tuletee kile ambacho walikubaliana M23 pamoja na SADC. Walikubaliana nini? Nikasema okay, sio mbaya, ngoja nilete ripoti. Na ripoti inasema kwamba kwa mujibu wa taarifa ya pamoja iliyotolewa baada ya ushirikiano wa ngazi ya juu kati ya wakuu wa majeshi ya ulinzi ya SADC na makamanda wa M23 tarehe 28 Machi. Unajua huu mwezi unaweza kujikuta tu kwamba ningesema kwamba makamanda wa M23 tarehe M28 labda inge make more sense, kwa sababu hii mwezi wa March, kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe itakavyoisha, tungetakiwa tuko tunaisema M1, M2, M3, M4. Mpaka leo jinsi ninavyozungumza na wewe hapa ni M29, kwa maana ni usiku saizi wa saa 6 na dakika 36 za usiku. Tunaweza kuzungumza kwamba ni M29. Ili kwamba unajua kwamba M23 iliundwa mwezi huu, sio mwaka huu lakini mwezi huu. Walisherekea tarehe 23, licha kwa sherehe sikujua kwamba ilikuwa wapi. Tuendelee na ripoti. Pande zote mbili zilikubaliana kukomesha uhasama na ceasefire na kuwaondoa bila masharti askari wa SAMI DRC. Okay. Kwa hiyo kuna askari wa SAMI DRC. Kuna maaskari ambao walikuwa wameshatekwa na M23 kiasi kwamba walitakiwa kuondolewa au ikoje hii? Kwa maana okay, tuendelee kwanza alafu nitakuja kuweka comment hapa. Nilikuwa nimeshaanza kuangalia vitu vingine pia kuhusiana na hii SAMI DRC. Inazungumzia kwamba inaendelea kwamba mkutano huo ulifanyika katika hoteli ya Serena mjini Goma. Ulihudhuriwa na maafisa wakuu wa kijeshi kutoka Afrika Kusini, Zambia, Malawi na Tanzania. Nakumbuka siku moja hivi Samia alizungumza kwamba unajua mambo yanachanganya sana. Nilikuwa toka asubuhi nipo busy nafuatilia mambo ya Kongo, vita vinavyoendelea Kongo. Alafu nikawa na mkutano tena mwingine kuhusiana na hili, na hivi ndio nimekuja sasa hapa, vijana wangu mnanichekesha, nimependa sana. Okay, nikawa nasema wewe mzee, wewe mama wewe, kwa hiyo unafuatilia DRC ni nini? Kumbe wanajeshi wake walikuwepo Kongo na walikuwa wameganda pale Goma. Wanatokaje? Ikawa ni kitendawili tega. Kwa hiyo Afrika Kusini, Zambia, Malawi na Tanzania pamoja na viongozi wa M23 Major General Sultan Makenga na Brigadier General Bernard Byamungu. Hao ndio wale ambao wamewekewa vikwazo hawa. Tuendelee kwanza, tutakuja kuangalia baadaye. Pia alikuwepo Bahati Musanga Erasto, gavana wa jimbo la Kivu Kaskazini. Hati hiyo inabainisha kuwa AFC kwa Kifaransa, AFC kwa Kiingereza, M23 ilikubali kuwezesha kuondoa mara moja askari wa SAMI DRC na silaha na vifaa vyao na kuacha silaha zote za FARDC na vifaa katika miliki yao. Vitabakia mikononi mwa FARDC au vitabakia mikononi mwa M23 vile vifaa, zile silaha? Okay, tuendelee. Kwa kuongezea, AFC M23 ilijitolea kuratibu uhuru wa kusafiri wa SAMI DRC ili kujitayarisha kujiondoa kwa mujibu wa kanuni zilizokubaliwa. Okay, utaratibu wa kusafiri kwa hiyo wanapanga utaratibu itakueje, tutawasimamieni nini, itakuwa hivi. Okay. Pande zote mbili zilikubali kuunga mkono tathmini ya kiufundi ya pamoja ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma ili kutathmini utayari wake wa kufunguliwa tena. Okay, kwa hiyo pande zote mbili wataangalia jinsi ya kukarabati airport. Unajua airport ya Goma, nilipoendaga Afrika hivi karibuni,
sehemu ambako nilikuwa nimetua, nilikuwa naenda na ndege ya Ethiopia. Na hiyo ndege baada mimi kutua ilisemekana kwamba hiyo ndege inaendelea na safari yake. Inaendelea na safari yake ya kwenda Goma. Na tulikuwa tumetoka kuanzia Ethiopia, na ile ndege kubwa sana. Kwa hiyo airport, I hope kwamba Goma wana airport kubwa sana ambayo inaweza kupokea ndege ya kimataifa. Itakuwa ni ndege kubwa. Kwa hiyo ndio kile ambacho kinazungumzwa hapa kwamba watakarabati tena na kuangalia jinsi ya kufungua ndege hivi kwamba watu waanze kusafiri. Taarifa hiyo ilithibitisha kuwa SADC itasaidia katika ukarabati. You see? Some calls here zinakuwa zinaingia. Oh my goodness. Please stop first right now. Sorry guys. Mambo ya kiufundi haya, simu zinaingia pale. Lakini tunaendelea na ripoti. Inasema kwamba taarifa hiyo ilithibitisha kuwa SADC itasaidia katika ukarabati wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma ili kuwezesha uondoaji wa Sami DRC. Kwa hiyo watajenga uwanja wa ndege wa ikarabati vizuri kama vile jinsi nilikuwa nimeshasema. Kuondolewa kwa wanajeshi wa kusini mwa Afrika kutoka Goma kunaashiria mabadiliko makubwa katika mazingira ya usalama wa kikanda na kuibua maswali mapya kuhusu jukumu la baadaye la ujumbe wa kijeshi wa kigeni nchini DRC, hasa huku kukiwa na miito ya kimataifa ya kutaka kupunguzwa kasi na kuanzisha upya mazungumzo ya kisiasa. Kwa kuangalia mbele, pande hizo pia ziliazimia kufanya mkutano wa ufuatiliaji wa pamoja kati ya SADC na AFC M23 katika ukumbi wa tarehe zinazokubaliwa. Makubaliano hayo yanawakilisha moja ya mazungumzo ya moja kwa moja kati ya M23 na vikosi vya kikanda tangu kuzunguka upya kwa vita huko Kivu Kaskazini, au tuseme kuzuka kwa vita huko Kivu Kaskazini. Katika ujumbe wa pamoja mwishoni mwa mazungumzo hayo, washiriki walitoa shukrani kwa SADC na uongozi wa AFC M23 kwa jitihada za kufanya mazungumzo hayo yawezekane kufikia utatuzi wa amani na mzozo unaoendelea. Mtakoseje kushukuru kwa hayo mapokezo mlopewa? Chakula kitamu nini mnakula, mtakoseje kushukuru? Pia walitoa shukrani zao kwa pande zote mbili kuelekea utekelezaji wa ahadi zilizokubaliwa. Hapo ndo ripoti hayo. Sasa siwezi kukuacha vile bila komenti yangu. Ni lazima ni comment. Siwezi kukuacha hivyo bila comment. Hivi mmeisikiliza hii ripoti vizuri Hii ripoti jinsi imesemekana hapa, nimejaribu kupita na M23 bado hapo Goma. Na kinachofanyika hapa ni kwamba ninyi SADC tokeni. Na hawa sijua kina whatever Sami DRC. Tokeni. M23 tupo hapa. Kwa hiyo sasa mpaka hapa nani wina? Hawa waliotoka au hawa waliobakia? Yes, nataka tu nielewe jamani. Nataka tu nielewe hii siasa inayofanyika hapa. Je, naelewa au kwamba nani amewini hapa mpaka saizi tunavyoongea? Sijamaanisha kesho kishukutwa, kwa sababu kuna wengine ambao watakuja, unajua hii ni mpango wa mratibu nini. Okay, so kwa sasa hivi kwanza wanani wanabakia hapo? Maana yake ni M23 ndio inabakia, bado inaendelea kushikilia mji wa Goma. Okay. Na kama hawa wametoka ambao ndio wangetakiwa kusaidizana na wazalendo japo hivi kwamba wapigane na M23. Wazalendo baada ya kutoka Bukavu ambao bado hata hawajachukua, maana yake kwamba ndio hivyo sasa Tshisekedi anatakiwa kuwekeza nguvu kwa ajili ya kusaidia wazalendo waende wapigane Goma au mawazo. Sinaruhusiwa kuwaza. Naruhusiwa kuwaza
Okay, so nani ambaye atawatoa M23 Goma? Mazungumzo ya kisiasa yanayoendelea pande zote mbili au itakuwaje? Au ndio hivyo Baba Manu M23 saizi watatakiwa sasa waingie tu kabisa jeshini kama vile jinsi Ronnie Jackson alivyosema. Yule Ronnie, unakumbuka yule mbunge wa Marekani alivyosema? Ronnie Jackson kwamba M23 wanatakiwa waingie jeshini. Sasa hilo ndio linataka kwenda kufanyika hapa au kuna lingine tofauti na hili ambalo nalizungumza hapa ndio linataka kwenda kufanyika? So ninyi mtachukua, mimi ninavyoelewa hapa inaonekana kwamba silaha za DRC zitabakia mikononi mwa M23. Kama sijaelewa, lakini nafikiri ndio inazungumza hivi kwenye hii taarifa. Kwamba zile silaha zenu ninyi watu wa ninyi watu wa SADC ondokeni nazo. Zile ni silaha zenu, nendeni nazo. Zile zilizokuwa zenu mlikuja nazo, okay, nendeni nazo. Lakini hizi zingine zibakia hapa. I think ndio nataka kuelewa hivyo. Kama hizi zingine ambazo tumeziteke sisi ambazo tunajua ni za DRC zinabakia mikononi mwetu hapa. Au ndo walizungumza hivyo? Utanisaisha kama niko wrong kwenye comment. Na kama ndo hivyo, kwa wanabaki na silaha, wanabaki na mji. Alafu wao ambao walitakiwa kuja kuwafurusha wamekuja pale kwa ajili ya kwamba mtukubalie tutumie hii airport kwa sababu tuondoke. Mtukubalie tuondoke. Unajua nikiongea comment kama hizi ndo watu wanaanza kuja mbele. Wewe tumeshasema wewe ni M23. Wewe ni M23. Amtaki tukome. Ni lazima uchambue kitu ambacho unasoma. Kwa hiyo sasa okay, so hawa wanaondoka, wamekuja, wameomba, wamebembeleza, mwisho siku wanatakiwa nini? Waruhusiwe kwamba bana tumewaruhusu muondoke, lakini kwenye makubaliano mkifyotoa tena kurusha karisasi mtaona mwisho siku hapana, hatuwezi tena. Hatuwezi tena. Nani tukuhakikishie twende nje tukashike picha. Tukamwona Willy Ngoma, Willy Ngoma. Sijui kwa nini jina kuna muda nataka kuisahau. Wakaenda wakashika mapicha pale. Lakini pia nimesoma huyo hapa Sultan Makenga na Brigadier Generali Bernard Biamungu. Eti wote walikuwa pale kwenye mazungumzo. Na hakuna aliyekamatwa. Na mtakamata tena nini namna gani? Mmekaribishwa tena, mnaanza kuleta tena ujuaji. Sasa hapo ndio nimeshazungumza sasa hapo sasa. Siwezi kukuacha bila kuzungumzia wazalendo. Yaani hiyo haiwezekani. Niko kuzungumzia wazalendo, nimerogwa. Tuzungumzie sawa wazalendo. Kwamba adui namba moja baada ya yote yanayoendelea, adui namba moja ambaye amebakia, ambaye M23 inatakiwa ipambane naye ni mzalendo, wazalendo. Sasa ndio tena narudia kauli yangu ile kwamba M23 itakaa na wazalendo ili kufanya makubaliano, au M23 itakaa na Tshisekedi ili kumuomba awaambie, awashurutishe, awalazimishe wazalendo waache kupigana nao. Kwa sababu kutakuwa kuna faida gani? Kutakuwa kuna nini? Kwamba bana ile unaniachaje? Unajua kuna kipindi niliwahi kusema hili neno kwamba unaniachaje? Ile unaniachaje? Kwamba kutakuwa kuna nini ambayo mzalendo atakuwa ameahidiwa hivi kwamba naye aone kwamba naye pia alisumbukia kwenye hivi vita na amedeserve, amepewa, japo kwamba bana you did what you are supposed to do and then this is a gift. Kwamba ndio reward ambayo tumekupatia ya kusema kwamba bana umefanya kazi ipasavyo. Atapewa Tshisekedi, utaplay japo unajua wanasemaga hata saa mbovu kuna muda inaongeaga majira mazuri. We know kwamba Tshisekedi una maubovu wako. Yaani una maubovu yako ambayo tayari unayo. Okay. So
kwa muda huu utajaribu japo hata kuplay japo hata little bit, okay, little bit smart hivi kwamba japo hata uwafurahishe wazalendo kwa kuwapatia heshima. Tshisekedi Tshisekedi Felix, kwa nini kwanza Kongo atuitaki rais wetu Dr. Felix? Manake Tanzania tunawaita Dr. Samia, Dr. Kikwete, Dr. Magufuli. Kwa nini Kongo atuiti Dr. Felix? Dr. Felix. Na wewe uzikuwa Dr. Felix. Acha bangi Felix. Utatibu nani wewe? Eti nikuongea na nikuponde humu. Sasa utafanya nini hapa katikati? Wazalendo, ndugu zangu, nawaombeni tena endeleeni kufumbua macho. Endeleeni kufumbua macho. Kwa sababu gani? Makubaliano yote ambayo yanaweza kufanyika kati ya ninyi na M23 yanatakiwa ya makubaliano ambayo itawaweke ninyi kwenye sehemu salama ya heshima, hivi kwamba hawa wanavyoheshimiwa na ninyi pia muheshimiwe. Tumeona wameshaikaa wameshaikaa na FARA na nini na SADC, okay, na wamezungumzia kuhusiana na askari wa Sami DRC. Sami DRC, okay, kama ndo hapo tunaunganisha na FARDC, sijajua, okay, kama ndo watu wanaunganishwa kwa pamoja, sijajua. Lakini ninachoweza tu kusema mimi ni kwamba ningetamani kwamba Felix Tshisekedi taarifa imfikie mapema sana kwamba asicheze na wazalendo. Asicheze na wazalendo. Vile jinsi hachezi na M23, basi asicheze na wazalendo. Sijaona mchezo kabisa hapa kwa M23. Aliwakwepa, alisema kwamba hawezi kuikaa nao chini kwa ajili ya mazungumzo. Kwa maana ni koke vide, sijui koke kama ni vide nini, whatever alivyokuwa anazungumza mwenyewe. Kuna muda pia alikana kwamba hawezi kuikaa na Kagame, alikaa. Okay, ameikaa. Kwa maana hapo hivi usifikiri kwamba bana hicho kikao kimefanyika, ni serikali zimekutana twende kuonana na hao watu kuangalia jinsi ya kukubaliana. Hawa washikaji bana, bila kukubali nao hatutatoka hapo kwenye airport. Na unajua SADC maana yake kwamba ni marais, kwa sababu pale kulikuwa wanajeshi wa Zambia, Malawi, Tanzania, Afrika Kusini. Maana yake hao rais wote wamepiga simu bana, bana nenda wakakaa na wale watu chini, tunataka vijana wetu warudie huku. So hawa ni marais. Wanamwambia bana Felix Tshisekedi, bana angalia jinsi ya kuwezesha hili swala liwezekane. Kwa hiyo lugha ya Felix ambayo alienda nayo kwa M23 haikuwa lugha ya intimidation. Asikudanganye mtu. Kwenye mazungumzo kama haya na kila ambacho kimeongeleka hapa, ni wazi na ni kweli kwamba Felix Tshisekedi alivyoenda kuongea hapa, alienda kuongea kwa lugha ya kusii, kwa sauti ya kubembeleza, kwa sauti ya kujishusha, hivi kwamba M23 impatie nafasi ya kumsikiliza na wakubaliane. Kama unafikiri kwamba haya mazungumzo ni M23 ndio ilikuwa imelazimisha kwamba bana okay tufanye mazungumzo, nafikiri bado tena narudia itakuwa labda upo kwenye dunia nyingine. Badala yake hawa ndio itakuwa waliomba, na ndio kwa maana walienda kuwatembelea wenzao, wakaenda kukutana kwenye makao yao. Yaani SADC ikatoka mzima ikaenda kukutana na nani? Na M23, kwa sababu ni hawa ndio waliomba ugeni kwamba bana sisi ni wageni wenu, tunakuja huko tuongee. Okay. Yeah, karibuni tuongee. Wakawa wamekuja. Kwa hiyo you can see ile heshima ambayo
Felix Tshisekedi ameitoa kwa M23. Sawa, good job Mr. Chilumbu. Beton. Beton na beton. Kuna muda akisikia jina beton kweli anajionaga ni beton. Yes. Na hapa kweli amepiga beton. Beton Felix Tshisekedi. Kwa hiyo sasa ubeton wako wa kupatia heshima M23, alafu ukashindwa kupatia heshima wazalendo, kundi la wazalendo, kwa makubaliano ambayo yataendelea hapo mbele, kwa sababu bado hii bado sana. Yani si kwamba bana iti bana vitu vimeisha. Sijui mnaelewa ndugu zangu Yani bado sana hapa. Bado sana. Yani kama ndo vita bado ndo tunaanza kuamka sasa tupigane hapa yani. Ni hao wametoka sasa, okay, sawa. Wale nao pia wameondoka Kwa sasa hivi sasa macho yote sasa tunaanza kuangalia M23 na wazalendo, ambao imesemekana mpaka hapo bado naendelea kusubiria taarifa za uhakika ndio nikuletea habari, lakini imekuwa ikiniwashawasha kwenye mdomo. Ngoja kwanza nikuibie kidogo kwamba kuna mapambano ambayo yalikuwepo leo Uvira na Kamanyola. Kwa hiyo nitakuja kukusanua baadaye. Bado nasubiria. Umesha subscribe. Paso kama umesha subscribe, subiria nitakuletea taarifa. Nataka nikuletee mpaka nina uhakika nayo. Kila kitu nimeshakipanga pale papa ndio nikuletee nayo. Sasa nikusanue vizuri. So tulia habari inakuja. Kwa hiyo kama ni vita ndio kwanza bado wameanza kuamka ili kwamba waanze kupigana. Okay. Kwa hiyo M23 wazalendo. Aya, makubaliano yatakuwa kufanyika. Yatakuwa ni makubaliano ya kitoto. Kwa sababu kuna risk ya kwamba M23 wakageuka kwamba sio kundi la waasi, alafu wazalendo wakaja kugeuka kwamba ni kundi la waasi. Kumbuka kwa Joseph Kabila, wazalendo ambao ni Maimai ilikuwa ni kundi la waasi, ambao kwa sasa hivi kwa Felix sio kundi la waasi. Licha kuwa nimekuwa nikisema kwenye vipindi vilivyopita na vinavyoendelea kwamba hawasaidii chochote. Ile chochote shikilia, weka mstari pale. Hawasaidii chochote na chakula. Maisha ni magumu sana kwa M23 kwa wazalendo. Nisikuchoshe, usinichoshe. Tusichoshane. Haishi mpaka ishe. Tunasubiria inyeshe ili tuone wapi panapovuja. Tunasubiri inyeshe. Ni lazima inyeshe ili tuone wapi panapovuja. Hatuwezi kukubali hivi yaishe. Itaishaje? Na kabla haijaisha. Tena nasema hivi, hatuwezi kukubali iishe na kati haijaisha. Ni lazima tukubali inaisha kwa sababu imeishaisha. Sasa haijaisha hivi alafu tukubali imeisha. Nani alisema? Haiishi mpaka iishe. Tunasubiri inyeshe ili tuone wapi panapovuja. Bwana apewe vyake. Bwana apewe vyake. Haiwezekani tuchezewe akili. Naitwa Boss Elvis. Nikushukuru sana wewe ambao umesha subscribe. Maanake ndio jambo la msingi sana. Unajua ni ukweli kwamba tunakuhitaji zaidi ya jinsi unavyojihitaji mwenyewe. Yaani tunakuhitaji kuzidi maelezo. Usituondoke please. Inawezekana kipindi cha leo kikufurahisha. Subiria cha kesho kutwa kitakuja. Utafurahi. Tunakuhitaji. Hata hizi jitihada za kuongea hapa ni kwa sababu tunajua kwamba utatuangalia. Ukiacha kutuangalia tunalia huku. Ni kilio ambacho utakuwa tu ukioni, lakini tutakuwa tunalia. Kwa hiyo please subscribe. Na kwenye comment pale tukutane hivi kwamba tuangalie jinsi ya kusoma comment pale,
I like the way kwamba siku hizi watu mna comment nini, tunasoma maoni yenu, tunayafanyia kazi sana. Zote ambazo mnasoma mnaandika pale, tunafanyia kazi. Na hivi karibuni tutakuja na kipindi pia cha kuwa napitia comment za watazamaji wetu. Tunakuwa tunazisoma pia. Tunakuwa fulani amesema hivi, fulani amesema vile, fulani amesema vile, hivi kwamba watu wajisikie kwamba bana kweli tupo pamoja nao. Yes, tutakuwa tunafanya hicho kipindi mara 2 au mara 3 kwa wiki. Hivi kwa mambo yakuwe sawa kabisa. Asante sana